Kama ndio kwanza unajiunga nasi, tupo kwenye The Interview na tunaye msemaji wa Jeshi la Polisi hapa nchini Tanzania, DCP David Misime, tukizungumza naye mengi kweli kweli ya kiulinzi na usalama, mengi yakiwa ni kuelekea kwenye uchaguzi na namna gani ambapo tunaweza kutoka salama katika maeneo haya. Amezungumza mengi kuhusiana na mitandao, amezungumza mengi kuhusiana na elimu kwa wananchi, kuhusiana na umuhimu wa kuwa salama, umuhimu wa kupiga kura na kwenda kupumzika wakiwa salama kabisa. Wakati walizungumza kuhusiana na namna ambavyo mnashirikiana na wananchi hususani huko ndani kuweza kufahamu na wakawapa taarifa nyingi za kihalifu ambazo zinajiri. Mmeweka utaratibu gani wa kuhakikisha wananchi wanawafikishia taarifa? Kama kuna mwananchi anatishwa, kuna mtu labda anaona kabisa dalili kwamba usalama wangu hapa sio salama, kuna taratibu gani wa kuwafikishia nye taarifa na mkazifanyia kazi? Utaratibu ambao tumeweka wa wananchi kutufikishia taarifa ziko ya aina nyingi, lakini kuna njia za siri na tunawafundisha namna kufikisha taarifa ambazo hataki kujulikana na amefikisha hizo taarifa, na tunapokea taarifa nyingi sana na ndizo zinatusaidia kubaini na kuzuia uhalifu kabla hujatokea. Lakini pale unapotokea basi wahalifu wanakamatwa na kufikishwa kwenye mamlaka nyingine za kisheria. Lakini njia nyingine ambayo tunaitumia, kama nilivyosema awali, tumesambaza wakaguzi wa kata katika kata 3961 na kule Zanzibar shehia 388. Wale wakaguzi wanapokuwa kule wanawafundisha wananchi namna ya kutoa taarifa za uhalifu. Wanaweza wakafikishiwa wao au wakafikishiwa wakuu wa vituo vya polisi, wanaweza wakafikishiwa wakuu wa polisi wa wilaya, wanaweza wakafikishiwa mkuu wa upelelezi wa wilaya au mkuu wa upelelezi wa mkoa, RCO au kamanda wa polisi, lakini pia kufikisha kwa mkuu wa Jeshi la Polisi afande IGP Camillus Mongoso Wambura kwa namba yake ambayo kila mara tunaitangaza 0699 998899. Hii namba ni masaa 24 kama call center ambayo mtu anaweza kafikisha taarifa ya aina yoyote, anaweza kafikisha lalamiko la aina yoyote, anaweza kauliza swali la aina yoyote. Kwa hiyo hawa vijana wetu ambao wako kwenye hiyo ngazi ya kata ambako ndiko wa Tanzania wengi wapo, hata wewe ulivyoamka asubuhi umeamkia kwenye kata fulani. Kwa hiyo wanafundisha watu, wanaingia mpaka shule za msingi, wanaenda mpaka sekondari, kwenye vyuo, kuwafundisha umuhimu wa kutunza amani, utulivu na usalama. Lakini pia kuwafundisha madhara ya uhalifu, lakini namna ya kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu, na vinatusaidia sana. Na kwa kiwango kikubwa imetusaidia sana nchi kuwa shwari, kwa sababu ukilinganisha na siku za nyuma kulikuwaga na uhalifu sana kwenye mabenki, kwenye miamala ya fedha, watu wanaporwa, watu wafanya biashara wanashambuliwa na kadhalika. Lakini sasa hivi imetulia sana. Hiyo ndio moja hapo imetusaidia sisi kukaa karibu na wananchi kupata taarifa. Tunapata taarifa nyingi sana. Lakini pia tunawaambia, kama unaona ni vipi unaweza kaandika barua, lakini tumeanzisha kitengo ambacho huwa zamani tulikuwa tunajulikana kama malalamiko, lakini serikali ikaona kwamba tunabana wigo, kwa sababu mwananchi ana malalamiko, ana maoni, ana taarifa, mwingine anahadi pongezi, na kwa kweli huwa tunazipokea nyingi tu. Sasa wakaanzisha kitu wanachoita mrejesho, ambayo sasa hiyo package inabeba vitu vyote hivyo, pongezi, malalamiko, labda lawama, ushauri na kadhalika. Kwa hiyo tunapokea mengi kupitia njia hiyo, na kwa kweli tunashukuru serikali kwa kuelekeza tuanzishe hiyo. Inatusaidia sana hata sisi kupata taarifa za kubaini na kuzuia uhalifu kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunatumia hizo njia, na tumeona ushirikiano mkubwa kwa wananchi kupitia njia hizo, na taarifa tunazipata, na wananchi wanakupigia simu. Kwa mfano hata mimi wakati mwingine napigiwa simu saa 8 usiku, saa 9 tumesikia watu wanapita, au watu dalili zao sio nzuri, unapiga simu kwa kamanda anatuma vijana mara moja, wanafika, wana rescue hiyo hali, na watu wanabaki kwa salama. Kwa hiyo njia ziko nyingi, lakini nizungumzie tu hizo kwa ufupi kwamba tunazo, na tunawaambia Watanzania tuendelee kushirikiana. Hii ni nchi yetu, tunatakiwa tuwe salama. Ili tuwe salama lazima tushirikiane. Mimi
na wewe tushirikiane ili kuzuia uhalifu. Ulinzi kwa wagombea, nimekuwa nikiona sana kwenye kampeni nafasi ya urais ndio naona ulinzi mkubwa. Juzi niliona tukio la Siha na pia lilifuatilia japokuwa halikuwa kwenye siasa, lakini ni tukio la kihalifu ambalo lisababisha kifo cha mgombea ubunge wa CUF pale Siha. Kuna namna yoyote mnawapa ulinzi hawa watu ambao wakati mwingine wapo kwenye jamii wanagombea na wanajua lazima kuna watu ambao hawataki, labda wanataka kuwadhuru, namna mnaweka ulinzi kwa watu kama hao? Kwanza nianze kwa kutoa pole kwa wanafamilia, wanajimbo ambao walikuwa wanagombea kwa kuondokewa na pendwa wao tena katika mazingira ya aina hiyo. Sio jambo zuri sana. Najua alikuwa na wategemezi, walikuwa wanategemea, sasa hivi wameshayumba, wametakosa dira, lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu naamini atawasimamia waweze kuendelea na maisha kama alivyopanga Mwenyezi Mungu. Sasa nikienda kwenye swali lako, ni kwamba ni kweli wakati wa kampeni jeshi la polisi lina jukumu la kuhakikisha usalama kwenye mikutano ya kampeni, kuhakikisha wagombea wanaenda kwenye mikutano hiyo salama na wanarudi salama kwenda kwenye makazi yao, kama kwenda kwenye mahoteli ambayo wamefikia. Ndio maana unaona askari wetu kwa wingi sana tunaimarisha ulinzi, ingawaje watu wengine walianza, kwa sababu watu, tatizo la dunia sasa hivi watu wana kasoro tu, yani anaangalia, yani anataka kuonyesha kitu hiki pamoja kama ni kizuri kina kasoro. Walianza kusema angalia wanapojaza askari wanatisha wananchi, hawataenda kusikiliza watu, lakini kadri siku zinavyokwenda wananchi wanaendelea kujaa kwenye mikutano kwa sababu wamejua kuna usalama. Kwa hiyo sisi tunasimamia, lakini baada ya wagombea kutawanyika, niwaambie tu kwamba kuna kipindi ambacho sasa uko nyumbani kwako, uko kwenye shughuli zako, sisi tunaingia sasa kama kulinda Watanzania kwa ujumla. Sasa kinachotakiwa ni kila mmoja akumbuke kwamba usalama unaanza na yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuchukua tahadhari za kuhakikisha kwamba usalama wake unakuwa salama, lakini kuwakumbusha Watanzania kwamba migogoro haitatuliwi kwa mgogoro. Mgogoro wowote ule hautatuliwi kwa kufanya uhalifu. Tukitambua hiyo, tutaweza kujua kwamba mgogoro wa aina yoyote au mtafaruku wa aina yoyote baina ya mtu na mtu au kikundi na kikundi kinamalizwa kwa mazungumzo, kwa maridhiano, kwa kuvumiliana. Kwa sababu ile tukio ukiliangalia, kama wangeingia kwenye maridhiano, mazungumzo, wakalitatua kwa njia ya amani, hatungepata madhara ambayo tumeyapata. Familia imepata madhara, taifa limepata madhara, kwa sababu uchaguzi pale kwenye jimbo limeahirishwa, inamaana ni kujipanga tena upya, hizo ni gharama. Kwa hiyo jamani wa Tanzania, tusiwe tunachukua sheria mkononi. Sheria mkononi zinaleta madhara mengi. Mtu anapoteza maisha, familia zinakosa dira, watu wanabaki na masononeko, lakini pia uhasama unaweza ukajengeka baina ya familia na familia kutokana na vitendo ambavyo vimefanyika. Kwa hiyo tusiwe tunajichukulia sheria mkononi. Kujichukulia sheria mkononi kunaleta madhara makubwa sana, na tunayaona na tunayasikia. Na wale wanaohamasisha watu wachukue sheria mkononi, embu waache hiyo tabia. Tunaomba pia viongozi wa dini wawaombee, kama dhamira zao zimekufa basi ziweze kuwa hai, waweze kuhamasisha mambo yaliyo mema, kutatua matatizo kwa njia ya amani. Kuna maeneo ambayo mnawapa kipaumbele sana kipindi hiki cha uchaguzi kwa kuzingatia labda historia ya maeneo hayo, kuzingatia taarifa zenu labda za chaguzi zilizopita, mnawapa kipaumbele cha ulinzi zaidi? Ndio, kuna mikoa ambayo sisi tunapojipanga kwenye mikakati yetu tunaangalia maeneo ya hatarishi. Kuna maeneo hatarishi ambayo tunasema ni black spots, lakini kuna maeneo ambayo unajua kabisa hawa watu kiwango cha ustaarabu wao wa kutatua migogoro kimeshafikia ngazi ya juu. Tunaanza kufanana na nchi nyingine zilizoendelea. Kwa mfano niseme jiji la Arusha, kama mnakumbuka historia ya nyuma, mpaka watu wakaharibu biashara ya utalii pale kwa sababu ya watu kwa kutatua matatizo kwa kujichukulia sheria mikononi. Yale maeneo ukiangalia Arusha, mpaka mtu anaweza kasahau kwamba Arusha haipo sasa hivi, lakini ipo. Wananchi wake wanaendelea na biashara zao, wanaendelea na mikutano ya kampeni. Kwa hiyo kuna maeneo kama hayo. Kuna maeneo mengine, yani sasa hivi mimi nirudie tena,
kuwapongeza Watanzania kwa ustaarabu mkubwa walionao sasa hivi. Wanaenda kwenye mikutano, hawahamasishani tena tuandamane kwenda kupita kwenye ofisi ya mtu fulani kuwaonyesha tulivyo wengi. Hawamasishi vurugu, hawatukani. Kuna wakati watu walianza kutania wasema kwamba kampeni zimepoa. Lakini tulipokuja kufanya utafiti, kampeni zimepoa kwa sababu hakuna matusi, hakuna kuhamasishana kwenda kufanya vurugu kwenye ofisi za watu, hakuna kutukana watu. Kwa mfano kampeni hizi hujasikia polisi ametukanwa. Lakini tulikuwa tunashuhudia polisi yani akikosa watu kumpigia kelele, kumpigia makofi, anajeuka kimunga na polisi anaanza kumtukana, watu wanaanza kushangilia. Niwapongeze sana Watanzania, niwapongeze wagombea wote, wamekuwa na uelewa mkubwa, wamekuwa na busara kubwa, wamejua thamani ya amani, utulivu na usalama wa nchi ni kitu gani, na ndio maana wanafanya vitu vya aina hii.